Mayula Faida ambaye ni mdau wa siasa. Karibu sana. Asante sana, nakushukuru ndugu mtangazaji. Habari ya ulikotoka? Huko ninakotoka ni wazima. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Tunaendelea kuchapa kazi. Tunaendelea kupambana. Tuanze na TAKUKURU kwa kabla tujaanza kuzungumza masuala haya kwa upana kuhusiana na uchaguzi. Hali ya rushwa kwa sasa Tanzania, kwa sentensi kadhaa mtu anaweza akaelewa vipi kwa sasa? Nini kinaendelea? Asante sana ndugu mtangazaji. Hali ya rushwa Tanzania, kwetu sisi TAKUKURU hatujafanya utafiti wa kupima na kuiona, lakini wale wenzetu wa kimataifa kama wale Transparency International hawa wameweza kufanya utafiti wao, na kwa takwimu zao kwetu sisi tunaona kama tunakwenda vizuri. Tukianza uchambuzi, kwa mfano sisi tumekuwa tukipimwa pamoja na nchi zingine 180. Sasa kwa mwaka, kwa mfano 2019 sisi tulikuwa wa 96 kati ya 180. Sasa ukienda 2020 tulikuwa wa 94 kati ya 180. Ukija 2022 utakuta kwamba tulikuwa wa 94 again kati ya 180, lakini 2023 tulikuwa wa 87. Utaona kwamba tunashuka. Na 2024 tulikuwa wa 82. Sasa kushuka huko kwa hawa wenzetu waliofanya huo utafiti, tunaona kwamba tunakwenda vizuri. Hapa Tanzania, yes. Ingawa hatujafikia kile kipimo ambacho sisi tungetamani iwe kiweze kufikia. Yes. Tuko kwenye mwaka wa 2025, mwaka wa uchaguzi. Ndio. Kwenye shughuli zenu za kawaida, huu ni mwaka wa aina gani? Kuna utofauti wa utendaji wenu? Kuna namna mnauona huu mwaka tofauti na miaka mingine kwenye mapambano haya? Yes. Tofauti ipo, na tofauti ni kubwa, kwa sababu ni mwaka ambao watu wanatafuta sasa kuongoza serikali. Wako wa chama tawala ambao wanafikiria kubaki madarakani, lakini wapo wa vyama vya upinzani ambao wanataka kuchukua dola. Sasa njia mojawapo ambayo huwa inapotosha wananchi ni ile ya matumizi ya hongo na rushwa kwenye hizi chaguzi, ili watu waweze kufikia hayo matarajio wanayokusudia. Kwa hiyo unakuwa ni mwaka wenye heka na changamoto nyingi kwa TAKUKURU. Ndio. Sawa. Uelewa wa wananchi kwenye kipindi kama hichi, nimeona TAKUKURU hivi karibuni mmeanza kukutana makundi kadhaa. Yes. Uelewa una upimaje? Mnaonaje kwamba hali ya wananchi kuelewa kwamba kipindi hiki inabidi tufanye hiki, tuwe makini kwa staili hii? Uelewa wananchi upoje kwa vipimo vyenu? Uelewa ni mzuri kama nilivyosema huko awali. Kimsingi tunakutana na makundi mbalimbali. Kwa maana ya semina na hizo washa na hiyo mikutano ya hadhara. Kwa hiyo unawasikia wananchi wanasemaje. Kwa hiyo tunaona kama tunaenda sawa sawa. Lakini haya ninayoyasema yanakuwa supported na hawa wenzetu wa Transparency International. Kwa hiyo uelewa uko juu wa kuyatambua makosa ya rushwa, ingawa bado haijafikia kiwango kile ambacho tunataka wananchi waelewe. Ndio maana sasa tunakutana na makundi